إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة أما بعد أحباب في الله بعد أن نشكر الله أن نصلي على سيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل حقيقة الأمر لا توجد الفوز إلا بتقواه كما بين لنا في كتابه الكريم بقوله إن للمتقين مفازا. Vipenzi wa Allah, baada ya kumshukuru Allahu Jalla wa Ala na kuelekeza sala na amani kwa kipenzi cha umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwanzoni mwa yote sinabudi kuwahusieni pasi na kusahau nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allahu Jalla wa Ala, kwa sababu ucha Mungu ndio sababu pekee inompelekea mwanadamu kufaulu katika mgongo wa ardhi na mbele ya Allah Jalla wa Ala. Kwa kauli yake Allah alipotuambia katika kitabu chake kitukufu, hakika wale ambao waliomcha Allah, yani wale ambao waliofuata maamrisho yake Allahu Jalla wa Ala na wakakubali kukatazika na makatazo yake Allahu Jalla wa Ala, mafaza ndio waliofaulu. Babu fillah, amma khutbatuna fi jum'atina al-yawm, khutba yetu katika Ijumaa yetu hii ya leo, kichwa cha habari kinasema muhasabatu nafs. Muhasabatu nafs, kuhesabu nafsi. Babu fillah, limadha jiina bihadhihi almawdhu', kipi kilichotufanya kuja na maudhui hii muhasabatu nafsi, kuhesabu nafsi, kuiangalia nafsi yako, kipi ambacho kilichofanya na nafsi hiyo na kipi ambacho kimeachwa na nafsi hiyo. Kwa nini tumekuja na hutuba hii au na maudhui hii? Ni kutokana na wengi wetu tumejisahau sana katika swala hili, kusema kukaa mtu na kuanza kuililia nafsi yake, kuangalia yale ambayo yametangulizwa na nafsi yake, ni jambo ambalo tumelisahau kathiru minna.
Wengi kati sisi tumesahau jambo hili. Babu fillah, maana muhasabati nafsi, maana ya muhasabatu nafsi, kuhesabu nafsi, maana yake ni nini? Huwa habsul anfas, na ni kuzizuia nafsi, wa dhabtul hawas, na kuzuia na kudhibiti sehemu zote zinazopelekea kupata fahamu katika mwili wa mwanadamu. Wa riayatul awqat, vile vile muhasabatu nafsi inamaanisha kuchunga muda wako uliokuwa nao. Wa riayatul awqat, na kuchunga muda. Wa itharul muhimmat, na vile vile kuendea mbio kuangalia yale mambo muhimu kwako wewe yatakayokunufaisha hapa duniani na kwa Allah jalla waala. Sababu fillah, maana ya muhasabatu nafsi, kuhesabu nafsi yako ni kuichunga nafsi yako katika muda uliokuwa nao, muda wa afya, kwa ajili ya kuweka akiba endapo utakapotoka katika hali hiyo uliyokuwa nayo sasa, hali ya afya sahihi. Utakapotoka hapo unaweza ukaingia katika afya ambayo sio kuruhusu katika kufanya ibadati tofauti. Muhasabatu nafsi, vile vile muhasabatu nafsi ni katika swala zima la kuzizuia nafsi katika kuendea yale ambayo Allah jalla waala ameyakataza. Muhasabatu nafsi. Babu fillah, wa kaifiyatuha, na namna ya kuzihesabu nafsi yangu, nafsi yako, nafsi ya mwinginewe. Tutazihesabu vipi nafsi zetu? Wa kaifiyatuha, na namna yake. Rubama, huenda ikawa hii muhasabatu nafsi, kuzihesabu nafsi zetu, rubama takunu kabla alqiyam bil amal, huenda ukafanya muhasabatu nafsi, kuhesabu nafsi yako kabla hujafanya jambo unalotaka kulifanya. Unataka kufanya jambo fulani, unaweza kwamba ukakaa chini ukaangalia faida zilizokuwepo katika jambo lile, na pia ukakaa chini ukaangalia hasara zilizokuwepo katika jambo lile. Muhasabatu nafsi. Kwa hiyo rubama, huenda ikawa muhasabatu nafsi antakuna kabla qiyam bil amal, ikapatikana ikafanywa na mtu kabla ya kufanya jambo anataka kulifanya. Wa rubama takunu, na muhasabatu nafsi, kuichunga nafsi yako, unawezekana vile vile ikafanyika hali hiyo baada ya fi'li, baada ya kufanya jambo. Umefanya jambo liwe la kheri la shari, baada ya hapo ukakaa chini ukaangalia kuna nini katika kile ulichokifanya. Je, ni jambo ambalo linakuletea madhara kwa Allah jalla waala, ukapata nafasi ya kurudi kwa Mola wako, au ni jambo ambalo linakuletea faida ukaongeza juhudi na bidii katika kulifanya jambo hilo? Muhasabatu nafsi, kuhesabu nafsi. Hababu fillah, ayuha almuslimun, enyi waislamu, inna muhasabata nafsi almuslim, hakika kuhesabu nafsi muislamu, ala ma farrat min jambillah, katika yale ambayo yaliyopotezwa na nafsi hiyo kwa upande wa Allah, kwamba kuhesabu nafsi yako katika sehemu ambazo ulizojisahau, ulizoteleza katika haki za Allah jalla waala, min jambillah, kwa upande wa Allah. Min wajibat, ni miongoni mwa mambo ya wajibu kwa nafsi hiyo, au ni miongoni mwa mambo ya wajibu kwa kila Muislamu. Ama taksiruha fi ta'atillah, na vile vile kuhesabu nafsi yako katika sehemu ambayo imepungua katika kumcha Allah, imerudi nyuma, imeacha kwa namna moja ama nyingine katika kumcha Allah jalla waala, kumwabudia Allah jalla waala. Hali hii wa tariqu najatiha, ndio njia ya kuokoka nafsi hiyo. Wa tariqu najatiha, ndio njia ya kuokoka nafsi hiyo kwa Allah jalla waala. Sio hivyo tu, wa falahiha, pia ndio njia ya kupata furaha, ya kupata ufaulu juu ya nafsi hiyo.
ili mradi nafsi ipate ufaulu kwa Allah jalla waala, lazima ijijengee utaratibu wa kujihesabu nafsi hiyo, kwamba mimi na wewe ili tupate furaha, tupate kuokoka kwa Allah jalla waala, tupate kufaulu kwa Allah jalla waala, basi lazima tujengee utaratibu wa kuzihesabu nafsi zetu. Nataka kufanya jambo fulani, kuna faida gani mbele yake? Kuna hasara gani mbele yake? Kuna jambo gani ambalo lilosemwa na Allah jalla waala katika jambo hili endapo nitakapolifanya? Na vile vile nataka kuacha jambo fulani, unaangalia madhara yanayopatikana na fawaidi zinazopatikana ndani yake. Muhasabatu nafsi, huko ndio kuhesabu nafsi yako. Hababu fillah, Allah jalla waala anatunukulia ushahidi wa maneno haya ya wanazuoni juu ya swala zima la kuonesha umuhimu wa kuhesabu nafsi, na kuonesha kwamba katika muhasabatu nafsi almuslim, kuhesabu nafsi yake Muislamu, kuna faida zinazopatikana. Miongoni mwa faida hizo tukaona kwamba kunapatikana kufaulu kwa nafsi hiyo, na vile vile ndio sababu ya kuokoka na adhabu kali nafsi hiyo. Allah anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Allah, mcheni Allah, walitanzuru nafsu ma qaddamat lighad, na iangalie nafsi kipi kimetanguliza nafsi hiyo kwa ajili ya kesho. Iangalie nafsi, ichunguze nafsi, ifanye muhasaba nafsi hiyo, iangalie kuna kitu gani kimeweka akiba kwa ajili ya Allah jalla waala. Walitanzuru nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha, na mcheni Allah, muogopeni Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun, hakika ya Allah ni mjuzi zaidi kwa yale ambayo mnayotenda. Hakuna lolote ambalo tutakalolitenda likawa limejificha au likawa ni siri kwa Allah jalla waala. Inna Allah khabirun bima ta'malun, hakika ya Allah ni mjuzi zaidi katika yale mnayofanya. Muhasabatu nafsi, kuhesabu nafsi yako, kuangalia kipi ambacho kimefanywa na nafsi yako, ni miongoni mwa njia ambazo zinapelekea kufaulu kwa nafsi hiyo, na vile vile kupata najati, kuokoka na adhabu ya Allah mbele ya Allah jalla waala. Ama Allah pia anatuambia, qad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu. Qad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu yule mwenye kuitakasa nafsi hiyo, mwenye kuichunga nafsi yake, akaiangalia kwa namna moja ama nyingine katika maisha yake alivyoishi, basi amefaulu mtu huyo. Qad aflaha man zakkaha. Na kinyume chake, wakad khaba man dassaha, na vile vile amepata patupu, amepata hasara yule ambaye mwenye kuitweza nafsi hiyo akaiacha ikadidimia kwa namna moja ama nyingine, amepata hasara mtu huyo. Wakad khaba man dassaha, na hakika amepata hasara yule ambaye atakaiacha ikadidimia nafsi hiyo, yule ambaye atakaitweza nafsi hiyo. Muhasabatu nafsi, tunazungumzia kuichunga nafsi yako, kuiangalia nafsi yako kwa kile ambacho umekitanguliza, kwa yale ambayo unayotaka kuyafanya na yale uliyofanya. Tuna utaratibu huu wa kujijengea katika maisha yetu. Ababu fillah, kad bayyana Allah, hakika Allah ametubainishia, ametuwekea wazi, anna jazaa alhusna, hakika ya malipo mazuri, malipo mema, wal mathubata fil ajil wal akhir, na vile vile thawabu katika mji wa dunia, na vile vile mji wa akhir, na mji utakaobaki milele, kwamba kwake Allah akhir. Fi muhasabati nafsi, jambo hili linapatikana katika muhasabati nafsi, kwamba Allah ametubainishia malipo kwa mja yanapatikana kutokana na kufungamana kwako juu ya kuiangalia na kuiasesi, kuipitia nafsi yako katika mfumo wako wa maisha wote. Jambo hili Allah jalla waala ametubainishia kwamba mtu ambaye atakayesimama, atakayeishi katika mwenendo huo, anapata malipo mazuri hapa duniani, na pia kwake yeye Allah jalla waala akhira hunaka. Ametubainishia kwa kauli yake aliposema, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih,
ama yule ambaye atakayeogopea kisimamo cha Mola wake, atakayekaa chini akajitathmini, akawa na hofu juu ya kukutana na Mola wake, kusimama mbele ya Mola wake. Amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, pia akaikataza nafsi yake juu ya matamanio. Mtu huyu amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, hakika ya pepo ndio mafikizio yake, hakika ya pepo ndio mafikio yake, ndio makazi yake endapo atakapotoka katika mji huu kuelekea katika mji wa akhira. Wa amma man khafa, ama yule ambaye atakayeogopa maqama rabbih, kisimamo cha Mola wake, kuna kusimama mbele ya Mola wake, pia wana nafsa anil hawa, akaikataza nafsi yake juu ya matamanio ya nafsi hiyo, fa innal jannata hiya al-ma'wa, hakika ya pepo ndio mafikizio sahihi ya mtu huyo. Ni muhasabatu nafsi, tunazungumzia kuihesabu nafsi, kuipitia nafsi yako, nafsi yangu na nafsi ya mwingine, ili mradi tupate najati, tupate kuokoka na adhabu ya Allah, vile vile tupate malipo yaliyokuwa mazuri mno hapa duniani na pia mbele ya Allah jalla wala. Lazima tuwe na utaratibu huu wa muhasabatu nafsi, kuzihesabu nafsi zetu. Wa fil hadithi, ama katika hadithi ambazo zinazotuhimiza katika swala zima la muhasabatu nafsi, an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, kutoka Shaddad bin Aus radza Allah zimfikie juu yake, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, na yeye amenukuu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam zimfikie juu yake. Qala, amesema mtume, al-qayyis, mtu mwelevu, mtu mjanja, mtu ambaye anayejitambua vizuri, mandana ya nafsa, ni yule ambaye atakayeipitia vizuri nafsi yake, atakayehesabu nafsi yake. Sio hivyo tu, wa amila lima ba'da al-mauti, na vile vile akafanya matendo ambayo yatakayomsaidia baada ya yeye kufa katika mgongo huu wa ardhi. Al-qayyis, mjanja mwelevu, mtu ambaye mwenye ufahamu mzuri, yule mtu ambaye aliyepitia nafsi yake, aliyejifanyia muhasabatu nafsi katika maisha yake, na vile vile akafanya matendo yatakayomfaa baada ya yeye kutoka katika mgongo wa ardhi. Wal ajiz, lakini na mtu ambaye aliyeshindwa, mtu ambaye yuko dhalili mbele ya Allah jalla wala, yule ambaye nafsi yake imefuata matamanio ya nafsi hiyo. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawa, yule ambaye amefuata nafsi yake matamanio ya nafsi hiyo, kwamba nafsi inatamani hivi, yeye akaifuatisha huko ni kwenda nafsi hiyo, huyo ni ajiz. Vile vile akajihesabu kwamba kwa Allah yeye ana malipo mazuri mno, kwamba amefuata matamanio ya nafsi yake, ameacha yale ambayo aliyoamrishwa na Allah jalla wala, alafu watamanna ala Allahi al-amani, anatamani malipo mazuri, anatamani kustarehe mbele ya Allah jalla wala, kaacha yale ambayo Allah jalla wala aliyoamrisha, akafuata matamanio ya nafsi yake. Lakini kutokana na upumbavu aliyokuwa nao, wal ajiz, yeye ni mtu aliyeshindwa, mpuuzi, yeye akawa na tamani mema sana kwa Allah jalla wala, anaona kwamba yeye ni miongoni mwa watu ambao watakaoingia katika neema za Allah jalla wala, huwa al-ajiz. Babu fillah, hadithi imepokelewa na Tirmidhi, lakini hadithi nyingine ameipokea Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd. Anasema an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, amesema qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam zifikie juu yake, hasibu anfusakum, zihesabuni nafsi zenu, kabla an tuhasabu, kabla hazijahesabiwa mbele ya Allah jalla wala, wazinu kabla an tuzan, na vile vile jipimieni, jiwekeni mizani nyenyewe kwenye matendo mliyofanya kabla hamjapimwa na Allah jalla wala. Fa inna ahwana alaykum fil hisabi, hakika ya wepesi mkubwa unaopatikana kwenu nyinyi, fil hisabi ghadan, katika kuhesabiwa kwenu kesho, yani kuhesabiwa kwenu mbele ya Allah jalla wala, wepesi mkubwa unapatikana katika kujihesabu hapa kwenye mgongo wa ardhi. Fa inna, kwa hakika, ahwana alaykum fil hisabi ghadan, wepesi utakaopatikana juu yenu katika kuhesabiwa kesho, antuhasabu anfusakum al-yawm, muzihesabu nafsi zenu hii leo. Babu fillah, al-adillatu kathira, dalili zinazotuhimiza katika swala zima
la kuzihesabu nafsi zetu, kuziangalia yale ambayo yamefanywa na nafsi zetu, ziko nyingi mno katika aya za Allah Jalla waala, vile katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mu'minuna, enyi waumini, inna nafsa al-insaniya, hakika utaratibu wa nafsi ya mwanadamu, jabulatun ala hubbil al-ajil, ni wenye kutoza nguvu, yani umewekwa katika mfumo wa kupenda maisha ya haraka, maisha ya duniani. Hakika ya nafsi ya mwanadamu imeumbwa katika mfumo wa kupenda maisha haya ambayo tunayoyaona, al-ajil, maisha ya haraka yenye kuondoka ya duniani. Nafsi zipo hivyo. Wa ithara ala al-ajil, na vile zipo katika mfumo wa kujisahau na kutweza maisha ambayo tutakayokutana nayo baada ya maisha haya. Huo ni mfumo wa nafsi zilivyoumbwa. Allah Jalla waala anatubainishia hilo kwamba nafsi zetu tunatakiwa tufanye jitihada za dhati kuzishinda, kwa sababu zimeumbwa katika mfumo huo wa kupenda maisha haya tuliyokuwa nayo. Inatuambia wama ubarri'u nafs, inna an-nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allah anasema wama ubarri'u nafsi, na siwezi nikaitakasa nafsi yangu, kwamba nikajitoa kwenye lawama kuilaumu nafsi yangu, siwezi kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Inna nafsa, hakika ya nafsi, la amaratu bisu, imeumbwa katika mfumo wa kujiamrishwa katika mambo maovu. Ipo hivyo nafsi, illa isipokuwa ma rahima rabbi, ile nafsi ambayo imerehemiwa na Allah, imerehemiwa na Mola wangu. Inna rabbi, hakika ya Mola wangu, ghafurur rahim, ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Babu fillah, kinachohitajika kwangu, kwako na mwingine ni kuzishinda nafsi zetu, kuzipengea mahesabu, kuziangalia kwa kila kukicha katika yale tunayofanya. Halinakumu bihadha, je, tunasimamia jambo hili? Na kama tusimamii, tumejiwekea mahesabu gani? Au ndio tupo katika kundi la ajizu? Mtu mpuuzi, mtu ambaye aliyeshindwa ni yule ambaye aliyefuata matamanio ya nafsi yake, na vile vile akatamani malipo makubwa kwa Allah Jalla waala. Na wengi wetu tupo katika mfumo huo, tunajisahau katika kuzipitia nafsi zetu, katika kutekeleza anayotaka Allah Jalla waala, na pia tukikaa tunakuwa na amani kubwa na matamanio makubwa juu ya kupata kufaulu kwa Allah Jalla waala. Laisa kadhalika, hali si kama hivyo. Muhasabatu nafsi, tunazungumzia kuhesabu nafsi. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وفي الله وما في خطبتنا الثانية, katika hutuba yetu ya pili bado tunaendelea na maudhui yetu ambayo tumetoka nayo katika hutuba ya kwanza, inayotuhitaji kuziangalia na kuzipitia nafsi zetu katika maisha yetu yote ya mgongo wa ardhi. Na katika hutuba ya kwanza tuliangalia dalili tofauti tofauti miongoni mwa kauli za Allah Jalla waala, pia katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo zinazotuhitaji tuwe tunazipitia nafsi zetu katika kila jambo. Na tuliona mwanzoni kwamba namna ya kuzihesabu nafsi zipo namna mbili. Huenda ukaihesabu nafsi yako kabla ya kulifanya jambo. Unataka kufanya jambo fulani, kabla hujalifanya jambo hilo ukaanza kujiangalia katika nafsi yako wewe mwenyewe katika lile unalotaka kulifanya. Pia namna nyingine, kuhesabu nafsi yako baada ya kulifanya jambo. Umefanya jambo fulani la kheri, la shari, ukakaa chini na kuiangalia nafsi yako katika lile unalolifanya. Je, ni la kumridhia Allah Jalla waala? Na ni je la kukuletea wewe faida mbele ya Allah Jalla waala, au ni lenye kukuletea hasara na vile vile ni lenye kukatazwa na Allah Jalla waala, kuchukiwa na Allah Jalla waala? Hizi ni namna mbili za kuzipitia nafsi zetu. Ama katika hotuba yetu ya pili tuangalie amthilatu salihina fi dhalik, mifano ya waja wema katika jambo hilo. Waja wema walikuwa vipi katika masuala mazima ya kuzipitia nafsi zao katika yale walioyafanya? Babu fillah, tukianza
na hadithi iliyopokelewa na Abu Rabi'i Hanzala ibn Rabi' radhiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Hanzala. Hanzala ni mmoja miongoni mwa waandishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye anasema lakiani Abu Bakar faqala, alikutana nami Abu Bakar, akasema Abu Bakar, kaifa anta ya Hanzala, vipi hali ya Hanzala? Amekutana Abu Bakar, amekutana na Hanzala, anamwambia vipi hali, maendeleo vipi? Ni hali ya kawaida endapo watu wawili wanapokutana kusalimiana kwa namna moja ama nyingine na kujuliana hali, na ndio ilivyotokea kati ya Hanzala na Abu Bakar. Hanzala anasema qultu, nikasema, nafaka Hanzala, amejinafikisha Hanzala, yani Hanzala ameingia kwenye unafiki. Yeye mwenyewe ndio Hanzala anawaambia Abu Bakar radhiallahu anhu kwamba Hanzala amekuwa mnafiki. Abu Bakar akasema subhanallah ma takul, utakasifu ni Allah, anasema nini Hanzala? Kitu kilichomfanya ashtuke zaidi Abu Bakar radhiallahu anhu kutokana na nafasi yenyewe ya wanafiki. Allah anasema innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, wanafiki sehemu zao watakazofikia kwa Allah jalla wala ni katika tabaka la chini kabisa la moto. Kwa hiyo alivyosema kwamba Hanzala amekuwa mnafiki leo, Abu Bakar alishtuka zaidi kutokana na kauli hii, akamwambia unasema nini Hanzala? Hanzala anasema kuntu, nikasema, nakunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sisi tunapata nafasi ya kuwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zifikie juu yake. Yudhakiruna bil jannati, Mtume anatukumbusha masuala ya pepo. Yudhakiruna bil jannati wan nar, anatukumbusha masuala ya pepo na moto. Kaanna ra'yu aini, kana kwamba kuona kwa macho yetu, yani anatukumbusha kwa kiasi ambacho tunajenga taswira kama ile pepo imekuja mbele yetu tunaiona, na pia anatukumbusha moto, adhabu ya Allah, kana kwamba ule moto umekuja mbele yetu tunauona. Kana kwamba ra'yu aini, kuona kwa macho yetu. Fa idha kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lakini tulipotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumetoka katika mafundisho ya Mtume, katika kikao cha Mtume, haraka ya Mtume, tumetoka huko tumeenda nje hapo. Asafana alazwaj wal aulad, wanatupumbaza, wanatutelezesha wake na watoto wetu. Wadhayaati, na vitu vingi sana vipo vyenye kutupoteza, na sina kathira. Akasema Hanzala, tumesahau mengi sana katika yale ambayo alitufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar akasema baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Hanzala, fa wallahi, basi napo kwa Allah, inna lanalqa mithla hadha, hakika sisi tunapata mfano hayo na kukuta wewe. Yani kwamba hali hiyo tunakaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anatukumbusha moto, pepo, kana kwamba tunaviona. Hiyo hali inatukuta wengi kati ya sisi. Lakini kama ulivyosema, tukitoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wake watoto wanatupumbaza kwa kiasi ambacho tunasahau yale yote ambayo tuliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwafiki katika jambo hilo. Kauli yake ya kwanza alianza Hanzala, na hapa Hanzala anamwambia Abu Bakar, Hanzala leo amekuwa mnafiki. Kipi kilichomfanya aseme hivyo? Ni hiyo kwamba anakaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo, yale ambayo yaliyofundisha pale, akitoka na huko wanayasahau mengi mno. Na tukumbuke kwamba maswahaba wao ndio walikuwa ahra sunnas, watu wenye pupa zaidi katika kuyafanya yale ambayo yanaamrishwa na Allah jalla waala. Wanakuja na kauli hiyo. Hanzala anasema fantalaktu ana wa Abu Bakari hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nikatoka mimi na Abu Bakari, yani tukachukuzana tukaondoka pale mpaka tukafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, nikasema, Hanzala anasema nikasema, nafaka Hanzala tu ya Rasulullah, amekuwa mnafiki Hanzala, yeye mtume wa Allah. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema, wama, na kipi kinachokufanya useme hivyo? Kipi kinachokufanya useme kwamba wewe umeingia kwenye unafiki? Ni kipi Hanzala? Hanzala akarudia maneno yake yale yale. Kultu, nikasema, nakunu indaka, tunakuwa mbele yako wewe mtume wa Allah, tudhakiruna bil jannati wan nar, unatukumbusha pepo na moto. Kaanna ra'yul ain, kana kwamba sisi tunaona kwa macho yetu vile unavyotukumbusha. Lakini tukitoka na hapo, wake zetu, watoto wetu wanatusaulisha katika yale uliyotufundisha. Kutokana na hali hiyo, mimi nasema nimekuwa mnafiki, kwa sababu nikiwa mbele yako wewe naonesha unyenyekevu, nikitoka napo baadhi ya mambo yananitoka.
Nafaka Handhara. Tunazungumzia muhasabatu nafsi, kuhesabu nafsi yako, kukaa chini na kuiangalia nafsi yako imefanya nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wallazi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ni mikononi mwake. Yeye anamaanisha kwamba na hapa kwa Allah jalla wa ala, lau tadumuna ala ma takununa indi, lau mungekuwa mnadumu nye Handhara na wenzio, mungekuwa mnadumu katika yale ambayo mliokuwa nayo, katika hali zile ambazo zinazowapata endapo mkiwa mbele yangu, wa fi dhikri, na endapo mkiwa katika ukumbusho wangu, la safahatikumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum, basi faida mungezipata au faida ambazo zingepatikana juu ya hali hiyo, malaika wangewafunika mbawa katika vitanda vyenu mkiwa katika majumba yenu, wa fi turuqikum, na pia mkiwa katika majia yenu majiani wangewafunika mbawa kutokana na hali hiyo kama mungedumu nayo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akamwambia Handhara, lakini ya Handhara, lakini cha kufanya wewe Handhara, sa'atan wa saa, muda na muda, yani inategemea muda, kwamba muda fanya ibada kwa ajili ya moyo wako, lakini muda mwingine kuna wenye haki zao watekelezee haki zao, kuna haki za mke tekeleza haki za mke, kuna haki za watoto tekeleza haki za watoto, na wala haimaanishi wakati wote umejifungamanisha kwamba wewe na ibada haki za wengineo hazitekelezwe, si hivyo. Sa'atan wa saa, muda na muda ya Handhara akapata uafueni kutokana na ile fikra yake aliyokuwa nayo. Lakini kauli hii Handhara alileta kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukaa chini na kuipitia nafsi yake, kuiasesi vizuri, kuangalia ile hali ambayo wakiwa mbele ya Mtume na wakitoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakuwa na hali gani. Nafaka Handhara, muhasabatu nafsi, ihesabu nafsi yako, niangalie umefanya jambo gani. Sahaba ambaye ni mwenye pupa zaidi, ni mwandishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, apaka akaaminiwa kuandika, inamaanisha ni muaminifu. Anasema alikuwa mnafiki, kisa akiwa na mbele ya Mtume anakuwa na hali nyingine, na akitoka anakuwa na hali nyingine. Sisi zimetupata mara ngapi hali hizo? Tunasikiliza mawaidha kwa namna moja ama nyingine, tukitoka napo hatuna haja na hilo. Riba haifai, mara kibao tunakumbushwa, lakini ukitoka na hapo mtu baidan uko mbali nalo jambo hilo. Nafaka Handhara. Hababu fillah, tunaangalia mifano ya wema katika swala zima kuzipitia nafsi zao, wao walifanyaje. Mfano mwingine ni wa Mtume Allah Musa alayhi salatu wasalam. Musa alivyokuwa katika mji wa Misri, katika himaya ya Firaun laanatullahi alayhi, kuna tukio lilitokea kwake yeye kwamba ilipelekea au ilikuwa ni sababu yeye ya kusababisha umauti wa kijana miongoni mwa kabila la Firaun. Allah anasema wadakhala almadinata ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwi. Musa aliingia katika mji wakati watu wa mji huo wameghafilika, wamejisahau, lakini akakuta watu wawili wanapigana. Huyu ni miongoni mwa watu wake kabila lake Musa, na huyu mwingine ni katika kabila la maadui zake, kabila la Firaun. Fastaghatha alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwi, yule ambaye aliyekuwa katika kabila lake akamwomba msaada, bwana Musa njoo nitetee, maji yashakuwa makubwa kwangu mimi, yamenizidi. Akamwomba msaada. Musa akaenda kumfanyia nusra. Fastaghatha alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwi fawakadhahu Musa fakadha alayhi. Musa akamtandika konde, akampiga ngumi yule ambaye ni adui wao, fakadha alayhi, ikawa ni sababu ya kufa mtu yule. Kutokana na hiyo basi Musa akasema hadha min amali shaitani, hili jambo lilolifanya ni miongoni mwa matendo ya kishetani, halifai kufanywa na mja, ni miongoni mwa matendo ya kishetani. Hadha min amali shaitani innahu aduwwun mudhillun mubin, hakika ya shetani ni adui wa wazi. Kutokana na hivyo basi Musa akaipitia vizuri nafsi yake, akajiona yupo katika makosa, akazidi kumuomba msamaha Mola wake. Hii ni aina ya pili ya utakaji msamaha wa kuiangalia nafsi. Tulisema aina ya kwanza unaweza ukafanya jambo ukaipitia nafsi yako kabla ya kufanya, aina ya pili baada ya kufanya. Ama Musa yeye alifanya baada ya kufanya jambo lake, kufanya iko kitendo, akaipitia nafsi yake, akasema Mola wangu, Rabbi, Mola wangu, inni dhalamtu nafsi, mimi nimedhulumu nafsi yangu, nimedhulumu nafsi yangu katika lile ambalo nililofanya. Pia Allah anasema
faghafara lahu, akamsamehe Allah jalla wa ala, inni dhalamtu nafsi faghfir li, mimi nimedhulumu nafsi yangu, faghfir li, nisamehe Mola wangu, faghafara lahu, Allah akamsamehe, innahu ghafurur rahim. Lakini hajatosheka tu, akasema Rabb, Mola wangu, bima an'amta alayya, kwa yale ambayo umenineemesha mimi, falan akuna dhahiran lilmujrimin, kuanzia leo mimi nakiri mbele yako sitakuwa na msaada wote kwa watu waovu, mtu mwenye uovu na namna moja ama nyingine, kuanzia leo mimi naacha na kata judgment. Amefanya haya baada ya kuipitia nafsi yake, kuona kile ambacho alichokifanya ni miongoni mwa makosa, ikampelekea kurudi kwa Mola wake. Hivyo basi mimi na wewe kama tunakaa chini kuzipitia nafsi zetu, ndio hali pekee itatufanya turudi kwa Mola, tutubu kwa Allah jalla wala katika yale ambayo tuliyakosea, na pia ni hali pekee itakayotufanya tuongeze spidi katika yale ambayo yanamridhisha Allah jalla wala. Tunaangalia amfiratu salihina fi dhalik, mifano ya waja wema katika swala zima la kuzipitia nafsi, kuangalia nini umefanya. Ama mfano wa mwisho ni hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema kwamba kuna bwana mmoja alikuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama jina la huyo mtu anaitwa Ma'adh bin Malik al-Aslami. Anasema alipofika kwa Mtume akasema, inni zanaitu, Mtume mimi nimezini. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na jambo lenyewe zito, hukumu yake hadi itakayofanyika kwa mtu ambaye aliyezini inakuwa na madhara makubwa zaidi, fa'arabu anhu, akampuuza kama hajamsikia. Yule bwana alivyoona amepuzwa na Mtume akamfuata usoni kwake, anamwambia Mtume, mimi nimezini mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara 4, fasanna 4 marat, akarudia neno hilo mara 4. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, abika jununu, je una wandawazimu, ni kichaa, akili zako ziko timamu wewe? Tusiwe tunakuja kufanya hukumu hapa kwa mtu ambaye yuko sawa kiakili. Abika jununu, una wandawazimu? Yule bwana akasema, la hapana, niko sahihi kabisa kiakili. Akamwambia, je umeshawahi kuoa? Akamwambia ndio. Mtume akaamrisha maswahaba, akamwambia idhabu nadhina farjumuhu, nenda mkampige mawe, kwa sababu ilikuwa ndio hukumu yake. Lakini huyu alinyanyua mguu wake kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kuipitia nafsi yake, kaona endapo atakapobaki na jambo lile, basi na kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na kutimiziwa hadi hukumu juu yake, anaweza akaja kupata nafasi mbaya kwa Allah jalla waala. Muhasabatu nafsi sababu fillah. Sio hivyo tu, mfano mwingine unaofanana na huo, alitokea mwanamke hivi yake na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali yakuwa ni mjamzito. Kumwambia Mtume, mimi nimezini. Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile hajamkubalia kiharaka, akamtaka maelezo zaidi na zaidi. Mwisho alipotosheka akauliza, je huyu kuna msimamizi wake? Ndio kuna msimamizi, amleteni. Alipoletwa wali wake akaambiwa, nenda kamhudumie huyu mpaka atakapojifungua, na mwingine mtoto akiwa yupo katika afya mzuri, mleteni atekelezewe hadi. Na ni kweli ikawa ni hivyo, na akatekelezewa hadi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baadhi ya riwaya zinasema kwamba damu iliruka ikamfikia Omar. Omar akasema maneno mabaya sana juu ya mwanamke yule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkemea Omar kwa kumwambia, hakika huyu ametubia toba ambayo lao ingegawanywa kwa watu wa Madina wote, basi ingewaenea toba hiyo, kwamba kile kitendo chake cha kutubu kwa Allah na kurudi kwa Mola wake baada ya kuipitia nafsi yake, basi toba yake imekuwa kubwa zaidi, imekuwa na nafasi zaidi. Lao ingegawanywa kwa watu wa Madina wote, basi ingewaenea. Muhasabatu nafsi, haya yote yanapatikana baada ya kuipitia nafsi yako. Hababu fillah, tunaangalia mifano ya waja wema katika swala zima hili la kuipitia nafsi, ili mimi na wewe tupate mazingatio, kwa sababu Allah anasema imekuwa katika visa vyao ni mazingatio kwa watu wenye akili timamu. Mimi na wewe kama tutakuwa na akili timamu, itatupelekea visa hivi kupata mazingatio na kufanya yale ambayo yanayohitajika min muhasabati nafsi, katika kufuatilia na kuziangalia nafsi zetu katika yale yaliyofanywa. Ama hadithi nyingine imepokelewa pia na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema kwamba alikuja bwana mmoja kwa Mtume akasema, ya Rasulullah, Mtume Allah, ahalaktu, nimeangamia mimi, nimeangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mala, una nini, una tatizo gani? Akasema, qad waqatu ala imraati wa ana saim, nimemwingilia mke wangu hali ya kuwa mimi nimefunga, nipo katika funga. Akati ni miongoni mwa vitu ambavyo vinavyofungulisha vinavyomfanya mtu saumu yake batilike. Kutokana hivyo basi
nimeangamia ewe mtume wa Allah jalla wa ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, hal tajidu rakabata ta'tikuha, je, unaweza ukapata mtumwa ili umwache huru? Kwa sababu mtu ambaye atakayefanya jambo hilo katika mchana wa Ramadhani, hukumu yake ya kwanza ndio hiyo, kuacha huru mtumwa. Akasema la, hapana. Akamwambia hal tastati'u, je, unaweza antasuma shahrain mutatabi'ain, ufunge miezi miwili kwa kufuatana? Akasema hapana, siwezi. Na katika riwaya nyingine amesema mimi sijaingia katika hili mtume isipokuwa kutokana na hiyo funga. Je, itakuwaje miezi miwili? Mwezi mmoja nimeingia kwenye hili, miezi miwili itakuwaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja katika kafara nyingine akamwambia, je, unaweza kutoa chakula cha kulisha maskini 60? Halitaji ile itaama 60 maskina, unaweza kulisha maskini 60? Akasema la, hapana, siwezi. Kwa zile taratibu zote ambazo anatakiwa afanye yeye kutokana na ile aliyofanya, kama ni kafara kwake yeye amezishindwa. Abu Huraira anasema kwamba tukakaa kwa muda, mara Mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa chombo ambacho kilichokuwa ndani yake tende. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, aina sa'ilu, yule aliyekuja kunishtakia mambo yake, yule muulizaji yuko wapi? Akasema ana ya Rasulullah, ni mimi hapa ya Mtume wa Allah. Akaenda mbele ya Allah, mbele ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamkabidhi kile kikapu cha tende, akamwambia khudh hadha fatasaddaq bihi, chukua hichi nenda katoe sadaka. Alivyopewa mzigo ule akamuuliza Mtume, ala afkari minni ya Rasulullah, je, Mtume wa Allah, nikatoe hii kwa mtu aliyekuwa fakiri zaidi yangu mimi? Inamaanisha mimi ni fakiri. Je, niende nikatoe hii sadaka kwa mtu ambaye alikuwa fakiri zaidi yangu mimi? Akasema na hapa kwa Allah, hakuna kati ya milima miwili iliyokuwepo Madina watu ambao waliokuwa na dhiki zaidi, watu ambao mafukara zaidi kuliko watu wa nyumba yangu. Kwa hiyo alikokuwa anaomba kile achukue aondoke nacho akatumia na familia yake. Amepewa ili akatoe sadaka kwa ajili ya kosa alilofanya, lakini baada ya kujiona hakuna watu ambao wanastahili zaidi sadaka ile kuliko yeye, anadhiki kupita maelezo, akaomba pia ile sadaka iwe ya kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, chukua nenda kalishe watu wako. Lakini katika riwaya anasema Mtume kutokana na kauli hiyo ya sahaba alicheka kwa kiasi ambacho mpaka meno yake akaonekana meno yake yanofuatia baada ya meno manne, kaonekana alicheka sana. Hapo akamwambia, chukua fa'at'im ahlaka, nenda kalishe watu wako. Huyu alitoka akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kushtakia lile lililomsibu. Baada ya kuipima na kuiangalia nafsi yake, kajiangalia mbele ya Allah, mimi nitakuwa na nini? Je, hichi nilichokifanya kuna madhara gani kwa Allah jalla waala? Akaenda kujishtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe tumefanya mangapi? Hatujapata hata sekunde moja ya kusema kwamba tunaiangalia, tunaiasesi nafsi ina nini ambacho ilichokadimisha, ilichotanguliza mbele ya Allah jalla waala. Hatuna hata muda wa kuziangalia nafsi zetu, faida gani ambazo zilizofanywa na nafsi ambayo itakuwa ni kufaulu kwetu sisi kwa Allah jalla waala. Na al-khasara wakad khaba man dassaha, na hakika amepata hasara yule ambaye mwenye kuiteza nafsi hiyo. Ababu fillah, tulichokizungumzia ni muhasabatu nafsi, kuhesabu nafsi yako. Kichwa cha habari hichi mimi na wewe tutoke nacho kibaki katika kichwa chetu, ili mradi kitusaidie ili tupate kuishi katika mfumo huu ndani ya maisha yetu, kwa sababu kupitia nafsi yako ndio kutakufanya wewe ufaulu katika mgongo wa ardhi, pia ufaulu mbele ya Allah jalla waala. Tumeona masahaba ambao ni waja wema salihina ambao walikopo wanapupa zaidi katika kumfuata Mtume, katika kufuata matakwa ya Allah, katika kuacha makatazo ya Allah. Hawa wote walikopo wanazipitia nafsi zao, na endapo wakiona hapo tumekwazwa na nafsi, wanakimbilia kwa Mtume kwenda kujishtaki. Tumeona dalili nyingi, tumeona hadithi nyingi juu ya hiyo na hadithi sahihi. Mimi na wewe inabidi tufuate mwenendo huu kwa ajili ya kuangalia nafsi zetu tutatanguliza nini kwa Allah jalla wala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat lighadi, enyi ambao mliamini mcheni Allah na iangalie nafsi imetanguliza nini kwa ajili ya kesho, yani mbele ya Allah jalla wala. Wattaqullaha, na mcheni Allah, inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika ya Allah ni mjuzi zaidi kwa yale mnayoyafanya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a
اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قلبنا قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم الف بين قلوبنا واجمع كلمتنا وانصرنا على من هادانا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل على سيدنا المصطفى صلوات رب وسلامه عليه. أقم الصلاة. الله أكبر.